lakini tutarudi nyuma kidogo kuzungumzia hadithi iliyo katika babu fadhli al-Madina. Babu fadhli al-Madina, kama tulivyoeleza katika darasa yetu kwamba tutaisherehesha tena hadithi hii kwa faida zaidi. تفضل فليقرأ القارئ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخنا الفضل أبو الفضل حفظه الله تعالى: باب فضل المدينة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال علي رضي الله تعالى عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله تعالى غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال: وفيها: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. باب فضل المدينة. هو ملango وفضل المدينة. المدينة المراد بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مراد المدينة hapa makusudio yake ni Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sababu kabla hapo ulikuwa ukifahamika kwa jina la Yathrib, ulikuwa ukiita Yathrib, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, kama ilivyokuja katika suratul Ahzab. kadhalika inajulikana kwa jina la Taba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akirudi kutoka vitani, alipokaribia Madina akasema hadhihi Taba. Pia inajulikana kwa jina la Taiba. Na mji wa Madina ni mji bora katika miji bora, basi mji wa Madina unachukua nafasi ya pili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyosema akasema wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madina ni bora kwa wao lau wangelikuwa wanajua. Bali Madina ni haram, kwa maana ni mji mtakatifu kama ulivyokuwa mji mtakatifu wa Makka, ila kwa fadla na ubora Makka inaongoza kwa fadla, kisha ndiyo al-Madina. Na yote hii ni miji mitakatifu, na ndani yake kuna misikiti mikubwa mitakatifu, al-Masjid al-Haram, na kadhalika al-Masjid al-Haram bi Makkah wal-Masjid an-Nabawi al-Sharif bil Madina. Fadhila zake hazilingani na misikiti mingine yote iliyopo katika ulimwengu. Hata kama utajengwa msikiti mkubwa mwenye thamani kubwa kabisa na vitu vya thamani ndani yake, lakini bado hautaweza kufikia ubora na fadhila zilizopo katika misikiti hii miwili. Tunaomba Allah jalla wa ala ailinde na ihifadhi, iwe chini na usimamizi wa ahli sunnah wal jamaa. Abudiwe Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake bila kushirikishwa, kadhalika ala wifqi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومن أرادهما بسوء اللهم فأشغله في نفسه. Ni miji mitakatifu na ni miji yenye khairi na baraka.
Kwa hiyo katika hadithi hii ambayo tulitazama kwenye darasa iliyopita, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, taingia moja kwa moja kwenye hadithi, ndiye mpokezi wa hadithi hii. Anasema rawi hapa, qala Ali radhiyallahu anhu, amesema Ali radhiyallahu anhu, Allah amridhie. Amesema nini Ali bin Abi Talib? ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. ما عندنا كتاب نقرأه، hatuna sisi kitabu ambacho tunakisoma, illa kitabu Allah, isipokuwa kitabu cha Allah, ghaira hadhihi sahifa, isipokuwa hii sahifa. Karatasi ilikuwa alihutubia, ikawa ile karatasi imechomekwa katika nchi ya mkuki wake, akaonyesha watu kwamba mingine ya ziada ambayo mimi niko nayo ni haya yaliyomo kwenye sahifa hii, basi hakuna la ziada linalozidi hayo. Kwa maneno haya hakuyasema tu kwamba aliamua siku hiyo aseme hivyo, alisema kwa lengo la kubatilisha madai ya watu ambao walikuwa wanadai kwamba Ali bin Abi Talib amehusishwa kwa kupewa mambo maalumu ambayo hawakupewa watu wengine katika masahaba. Fikra za kina Abdullahi ibn Sabai al-Yahudi al-Himyari, wataka kujenga sura kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafikishia watu mambo mengine ya kawaida, swala, saumu, haji na mengineyo, lakini kuna mambo maalumu hayo ya siri alikuwa akimwambia Ali bin Abi Talib, na wengine wote walikuwa hawajui. Wanasema kwamba Ali bin Abi Talib kutokana na vile alivyohusishwa, basi yeye ndiye ambaye indahu ilmu alkitab. Kwa mfano wanasema, ukitazama katika kisa cha Nabiiullah Suleiman na Malikatu Saba, na yule mfalme wa Saba, Nabiiullah Suleiman alisema kuwaambia watu wake, ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin, ni nani kati yenu atakayeniletea arshi ya kiti chake cha enzi kabla watu wa Saba hawajafika hapa kwangu hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea, hali ya kuwa ni Waislamu? Nani atakayeleta kiti chake? Qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, akasema yule ifrit katika majini, mimi nitakuletea hiki kitu, ni mwenye kukuletea hiki kiti cha enzi kabla wewe hujasimama kwenye mahali pako hapa. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. وقال الذي عنده علم من الكتاب, akasema yule ambaye ana elimu, ilmu min alkitab, ikatajwa min pale, yule ambaye ana elimu katika kitabu, akasema ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea hicho kiti kabla halijapepesa jicho lako. Falamma raahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, mpaka mwisho wa ayati. Sasa wanasema yule ambaye indahu ilmu min alkitab aliweza kukileta kiti cha enzi kutoka kwenye mamlaka ya Sheba huko Saba mpaka Filistini, na indahu ilmu min alkitab. Vipi ukisoma katika suratul Ra'd aya ya mwisho, wayaqulu alladhina kafaru lasta mursala, na wakasema wale ambao wamekufuru kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe hukutumwa, lasta mursala. Qul, waambie Muhammad, kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu alkitab, ametosha Allah tabaraka wa taala kuwa shahidi baina yangu mimi na baina yenu nyinyi na yule ambaye ana elimu ya kitabu. Wanasema man indahu ilmu alkitab huwa Ali ibn Abi Talib. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam khassahu bi asrar, amemhusisha kwa siri
na mambo mengi ambayo hakuwapa watu wengine al-amma. Kwa alikuwa anajua vitu wenzake hawajui, na wakawa wanataja hadithi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, mimi ndio mji wa elimu na Ali ndiye mlango wake. Lile lango la elimu ni Ali, kitaka kupita hadithi maudhu', si hadithi kadhib. Alhasil wanachokitaka kusema kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu amepewa elimu maalumu, na kwa elimu hiyo amewazidi maswahaba wote. Kwa hiyo basi yeye ndiye alikuwa anastahili kuongoza watu. Kwa hiyo ndiye khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawaambia watu hivyo, na haya maneno hatuyazungumzi kwa kuyarusharusha tu. Haya maneno yamo ndani ya vitabu vyao. Wanapozitaja fadhila za Ali bin Abi Talib hawayasahau kuyasema haya.